Yesu. Kuna mmoja anapokaa. Bwana mwenye neema. Chini ya Yesu. Chini ya neno. Chini ya Bwana. Chini ya huduma wako. Chini ya Yesu Kristo. Chini ya nyimbo. Baba mwenye utukufu. Chini ya injili hiyo. Chini ya kabisa. Naona Baba ukitenda. Baba wa majeshi. Ponya na kufungua. Kwa jina la Yesu. Ponya mtu. Yes. Ya kipepo kemea. Kemea kwa damu ya Yesu. Mateka ya shetani moyo. Kwa jina la Yesu aliye hai. Baba najua wewe ni Mungu. Bwana mwenye Tena utukufu. wewe ni Mungu. Yes. Tena wewe ni Mungu. Baba mwenye neema. Mapenzi yametumiza leo. Oh, yes. Baba na utukufu ikurudie. Mfalme. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya neema yake ambayo ametujalia kuingia kusikia kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ni mwaminifu, hakuna aliyejua ya kwamba ataamka siku ya leo akaingia, bali kwa neema yake imemkarimu mkono wake ndiposa tumeingia. Bwana Yesu asifiwe. Sitaenda kwa mengi, bali tutajifunza neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Mlango ni wa 3 kuanzia penyewe hadi 3, nikiomba msomaji akachongee mbele. Amen. Kitabu ni Ufunuo wa Yohana, mlango wake ni wa 3 mstari wa 1 hadi 3, inasema: Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Acha tuamini tunapoomba. Asante Baba Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Yesu kwa asubuhi njema. Mpanzi amesimama ni kwa ajili ya kupanda mbegu. Simba wa Yuda, naomba anaponena neno yaliyo yake Yesu kapate kumuondolea. Ndio utafsiri kutoka mbinguni. Asante maana umetenda, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Na Bwana asifiwe. Tutaenda kuongelea ama tutajifunza kuhusu imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiangalia katika ujumbe ni malaika ambaye alikuwa na sunguka katika makanisa akiachilia ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hapa huu ujumbe ulienda katika kanisa la Sarde ambao malaika wa Bwana aliachilia ujumbe. Na ukiangalia Roho wa Bwana anaponena jambo, Mkristo kamili inafaa utii sauti ya Bwana, uenende na vile Roho wa Bwana ananena. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukitii sauti ya Bwana na ukienenda na vile Roho ananena, kuna faida na kuna ufanisi, huduma wako hautakwama. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa katika kanisa la Sarde waliweza kuliandikia haya, na ukichukua katika hiyo hali kanisa la Sarde siku hii ni hii kongamano ambalo ni la Kakamega Region. Ujumbe ambao unaachiliwa leo si ujumbe kwa kanisa la Sarde, bali ni ujumbe kwa ajili ya Kakamega Region. Na Kakamega Region ni mimi na wewe ambao tumeingia, Roho wa Mungu atuzungumzie. Bwana Yesu asifiwe. Maana anatuambia hapa ya kwamba haya ndiyo anenayo yeye aliye na roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Bwana Yesu asifiwe.
kurudishia, maana tena ilikuwa ni urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotaka urejesho ndani mwako, ni lazima ukuwe mtu wa kusema ukweli. Wacha unaposimama mpendwa, kuwa ukweli mbele yake Mwenyezi Mungu. Tambua yale ambayo yamekupokonywa, yameenda. Tafuta uso wa Bwana katika haki na kweli, na Mungu anaenda kurudishia. Bwana Yesu asifiwe. Tuwache kupapasa neno la Bwana, maana tumekaa katika utuma, lakini mambo mengi tumeficha roho, na roho anaona mpaka kile kilichojificha ndani ya maji. Roho wa Mungu huwezi mficha. Siku ya leo tafuta uso wa Bwana katika hali iliyo ya kweli. Jiweke wazi mbele yake Mwenyezi Mungu, na roho wa Bwana anaenda kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Maana roho wa Mungu hutembea katika njia yenye haieleweki. Unaweza tenda mambo udhania ya kwamba uko peke yako, lakini roho wa Mungu ako na wewe. Kuna ushuhuda ambao roho huwa anarudishia baba ambaye haifurahishi, maana unajiita ya kwamba umeokoka, lakini roho anapofuata nyuma yako, yale ambayo unatenda hayamfurahishi Mungu, na unajiita ya kwamba umeokoka. Wapendwa, tuimarishe. Wapendwa, tukeuke. Wapendwa, tutangaze msimamo. Tujue ya kwamba kwa kila jambo roho wa Bwana ako nyuma yetu, anatufuata. Roho wa Bwana anatutangulia, tunamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Tuimarishe mambo yetu wapendwa. Tunadhani ya kwamba tuko hai, lakini baba anapotuangalia sisi ni marehemu. Tunapotembea wapendwa, tunafanya mambo mengine. Sisi ni wahuduma, sisi ni walimu, sisi ni wachungaji, lakini mambo mengine ndani mwetu, roho anapotembea ndani mwetu, yamekufa, hayapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwili tu ambao uko pale, lakini matendo yale ambayo roho anataka ndani mwetu hayapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu lako siku ya leo kuyafufua, kuyaimarisha, kuitisha roho wa Bwana anapotembea, tamani akutembelee, akufufue, akuimarishe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kinywa chako kinaponena ukweli, wanatuambia kwamba ukweli utakuweka huru, na utakuwa huru kweli kweli. Tutamani roho wa Bwana tutembelee. Tutamani roho wa Bwana akuwe karibu nasi. Tutamani roho wa Bwana akuwe kielelezo, akuwe mlezi wetu, na akaweze kutufufua mahali tuliangukia, mahali tulitelezea, mahali hatujiwezi, hatufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neema ya Bwana ni kubwa. Unaponyenyekea miguuni pake, anaposhuka mpendwa, hautabaki vile, hautatoka jinsi ulivyoingia. Kuna kitu unaenda kutoka nacho. Ni wewe mwenyewe tu kujiachilia, ni wewe mwenyewe kujiweka wazi, ni wewe mwenyewe kujieleza mbele ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa, maana si kuona matendo yako huwa yamekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapotembea, roho wa Bwana anapotembea, alipotembea katika kanisa la Sarte, hakuona mambo yao yakiwa sawa katika lile kanisa. Hakuona lolote lile ambalo Bwana ama roho wa Bwana anaweza shukia alafu akatende jambo katika lile kanisa, maana walidhani ya kwamba wako hai, lakini walikuwa wamekufa sababu ya matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tunaambiwa ya kwamba tuyaimarishe yale mambo, tukamilishe yale, tusimamishe yale ambayo yalibaki mbele yetu. Maana tunapoyaimarisha, tunapoyatambua na kuyaweka wazi, roho wa Mungu atatenda jambo. Roho wa Mungu anapotembea, hatutabaki marehemu. Tutafufuliwa siku ya leo, tutakombolewa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu kujitambua, ni wewe tu ujiamini ya kwamba wewe ndiwe vile ulivyo ndivyo. Enda mbele za Bwana jinsi ulivyo, na kuna jambo Mungu anaenda kutendea. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe mwenyewe tu unapojielewa, ni wewe mwenyewe tu unapopeleleza moyo wako, ujue ya kwamba ni wapi uliangukia, ni wapi umelemewa, ni wapi haukamilishangi. Unapoenda mbele za Bwana, unapomlilia mpendwa, hautabaki vile. Kuna hatua Mungu atakusongesha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Mungu huwa haachi walio wake. Mungu anaendanga na wale ambao wanaenda katika njia zilizonyooka. Mungu haendani na watu waongo, watu wa majifuno, watu wa vipuri, watu wa kujiinua. Kwa roho wa Bwana anaendanga na wale watu ambao wamekamilika, husema ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia. Yashike hayo na utubu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulipotamani uokoke, kuna mambo ama kuna sala ya toba huwa tunaombewa.
kuna mawasiliano ama kuna mafundisho huwa tunafundishwa. Ndipo Roho wa Mungu anatuambia siku ya leo tukumbuke yale maneno ambayo tulivyopokea huu wokovu. Kuna maneno ambayo tuliweka nadhiri na Bwana ya kwamba Baba naokoka sitakuacha, lakini Roho ametembea, ameona kuna mambo uliachilia. Ndipo anatuambia hapa ya kwamba tukumbuke vile tulivyopokea hili neno, vile tulipokea huu wokovu, vile tulipokea na tukasikia, tukatamani kuokoka na tulitamani na tukaweza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ile siku ambayo ulipokea wokovu. Kumbuka ile siku ulisomewa sala ya toba. Ulikuwa katika mateso, ukaona ya kwamba ya dunia siyawezi, siyataki, ukaachana nayo, ukachukua Mungu ukakaa na yeye. Na vile ulivyopokea huu wokovu, kuna maneno uliweka nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo natuambia kwamba kumbuka vile ulivyopokea na ulivyosikia hili neno, ndipo ukakaa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Maana usipofanya hivyo, kuna vile Roho wa Bwana anaenda kutenda. Hatutaki kwenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ni heri kusikia. Maana anatuambia kwamba unapokumbuka jinsi ulivyopokea hili neno, wanatuambia kwamba tuwe wenye kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo wapendwa, mahali tulilemewa, mahali tuliangukiwa, mahali tunaonekana wafu marehemu, ni siku ya leo tutuambie Baba ya kwamba atusamehe, aturehemu, tuanze upya. Maana kuingia katika hili kongamano ilikuwa ni kufunzwa, na katika kufunzwa ni mengi ambayo tumefundishwa, na tunapofundishwa wanatuambia kwamba tuwe wasikiaji watendaji. Katika kuwa msikiaji mtendaji ni lazima uwe mwenye kutubu, kubali dhambi na utubu, ili Roho wa Bwana arejee. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu lako mpendwa. Ni wapi ambapo ulilemewa? Ni wapi ambapo huwa ufanyi vyenye Roho wa Bwana anataka? Ni wakati wako mpendwa, unapotafakari ndani mwake, kuwa mtu mwenye kutubu. Unapokubali ya kwamba hauenendi katika njia ya kweli, haufanyi mapenzi yake Mwenyezi Mungu, wanatuambia kwamba basi tuwe wenye kutubu. Kumbuka pale ambapo uliangukiwa. Kumbuka pale ambapo ulilemewa. Kumbuka ni nini kilifanya ukaanguka. Utuma ambao ulianza nao si ule ambao uko nao saa hii. Kutoka kwenye ulikuwa unatoa kule mwanzo, si kutoka kwenye unatoa saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kilichofanyika, alafu ukatubu. Unapotubu mpendwa, Roho wa Bwana hapo kati yetu anaenda kutenda jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatuambia kwamba atakuja kama mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui saa wala wakati. Unapojua kwamba hautachua, maybe ikupate katika ile hali ambayo hauelewi, ili hali unafundishwa, unaingia kanisani, unahubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni afadhali kama pato neema iko, unaposimama kwa miguu yako miwili, kumbuka mambo gani ambayo Roho wa Mungu anaongelea. Wewe mwenyewe ni mshuhuda wa moyo wako. Wewe mwenyewe unachielewa. Peleleza ndani utuma wako, uombezi wako, vile ulivyopokea huu wokovu, ni vile bado unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na kama si hivyo, ambia Bwana, tubu, omba msamaha, nyenyekea miguuni pake. Angalau vile ambavyo ungali navyo visije vikaenda ukarudishiwa vingine maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neema ya Bwana kama bado iko, kuna kibali ukarejeshewa kila ambacho ulipokonywa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neema ambayo kila ambacho unatamani unapotubu utapewa. Bwana Yesu asifiwe. Jukumu tu ama neno kuu ni kutubu. Tumeingia mahali hapa wapendwa, tusije tukarudi nyumbani sisi tulivyoingia. Mambo yote, usito wote ambao tuliingia nao, kuna matamanio ambayo tulitamani tuingie, Bwana tutendee. Hawezi tenda bila wewe kutubu mpendwa. Neno kuu ni kutubu. Unaposimama kwa miguu yako miwili, ambia Bwana, nafsi yako jinsi ilivyo, ndoa yako jinsi ilivyo, kazi yako jinsi ilivyo, chochote kile ambacho Mungu alikubariki nacho vile vilivyo, ambia Bwana siku ya leo, mahali ulilemewa, mahali ulipungukiwa katika utuma, ambia Bwana na kinywa chako, na Bwana anaenda kurehemu, Bwana anaenda kusamehe, na anaenda kurudisha maradufu. Na waliosikia, Mungu amani wabariki. Mungu niguze, unibadilishe. Bwana Yesu asifiwe.
kubwa. Watumishi wa Mungu kukanyaga mji huu ni muujiza mkubwa. Sisi hatuwezi bila Mungu, na ana kusudi na ana upendo. Ninamshukuru kwa ajili ya hayo. Kwa majina Dori Kabete, barikiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa pale amenitoa. Nilikuwa mgonjwa wiki mzima, lakini nilipokea uponyaji kwa mtoto. Bwana asifiwe. Asiwe tena. Kwangu namshukuru Mungu amenilinda. Naendelea kuwashukuru wote wale ambao walikuja matanga kwa mama. Mungu amani awabariki. Nashukuru Bwana kwa kazi ambayo mlitenda. Kila mara ungeambia mtu kwamba nashiriki katika kanisa lile, anasema kwamba ni kanisa la watu wawili. Lakini mimi nimeona miujiza ya Bwana baada ya mama kufariki. Ametenda mambo makubwa hadi mtu ukimwambia kwamba nashiriki mahali pale, anasema kweli kumbe kuna kanisa kubwa mahali pale. Mungu amani awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi namshukuru Mungu amenilinda, amenihifadhi. Ilikuwa last Sunday. Nilikuwa nasikia macho ilikuwa inaniuma. Lakini bila mtumishi wa Mungu aliniombea, sasa najisikia niko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Ninaposimama mahali hapa, jambo la kwanza ambaye ni ishara ni uzima ambaye Bwana amenipa. Kongamano kama hili ningekuwa mahali hapa kila wakati, mwili ulikuwa mdhaifu na ng'ang'ana tu na udhaifu. Lakini wakati wa sasa nimeona ishara ya Bwana kunipa uzima. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana kwa matendo yaliyo makuu ambayo ametenda katika mji wa Kakamega Region. Kwa sababu ni muda tangu tulikuwa na semina wa mama, hata sielewi ilikuwa mwaka gani. Lakini Mungu ametenda jambo lile kuu. Nashukuru ofisi yote ya fulana, wachungaji kwa kazi ambayo ametenda ili Kakamega Region huu mwaka tuhudhurie semina. Wacha Mungu amani asidi kuwabariki. Ninashukuru ni kwa sababu ya matendo yake yaliyo makuu. Nilimwambia nilipoanza Januari tarehe 1 nikaona moyo wangu ukajaa furaha. Tangu ya kuendelea nikaona changamoto nazo zikainuka. Lakini namshukuru Mungu kwa matendo yaliyo makuu. Maana amekuwa mwaminifu. Tangu mtu wa Mungu aingie katika boma langu, nimeona Bwana akisimama. Licha aingie, lakini naona Bwana akisimama. Bwana amejitukuza, Bwana ameitwa Mungu. Naona ukuu wa Bwana ukitendeka. Nasema amen. Kwa majina Ndoda Kabete na mbarikiwe ni hai. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tusalimiane wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu kutoka siku ya Friday mpaka leo nimeona mkono wa Bwana. Haleluya. Wale wote ambao waliandaa mkutano huu kukua katika kanisa hili, Mungu wa amani ambariki sana. Tumeweza kukombolewa, tumeweza kutolewa sehemu, tumewekwa sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama hukuwa hapa kuanzia Friday, umepoteza kitu. Tumebarikiwa, tumeinuliwa. Bwana asifiwe. Wasiyenijua naitwa Barasa Albert. Mungu wa amani akakubariki. Natoma mara za shetani, viumbe ya Mungu tutaokoka.
Mwokozi kama ni Yesu, kimbilio langu tena na uzima. Bwana ameshakomboa maisha. Yesu, kimbilio langu tena na uzima. Bwana ameshakomboa maisha. Yesu, kimbilio langu tena na uzima. Bwana ameshakomboa maisha yangu.
Soka kama ni ndugu yangu. Mumaje? Mumkaribishia nomba anjeza mnaona jambo. Nebe boss. Simbole nilo baraka ndo frida ndamba kuda shibaka. Shibaka ya asali. Karibu. Bana sifiwe? Sifiwe tena. Natumai wengi wanafahamu, sio? Mimi kwa majina naitwa Bolandati na natoka Kandeni. Bwana asifiwe. Nama nasi. Mtoto wa Shadi. Unatoka wapi? Natoka Matia. Babangu ndio huyo. Ndio hapo hivi. Mamangu ndio huyo. Sasa mnikaribisha kwa kanisa yenu. Asante, pigie makofi mazuri. Huyu mama yetu hapa. Ukikaa hapa umekaa kwake, unanyonya kwake, unakula kwake. Amen. Kwa hivyo tunashukuru mama, karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina mimi naitwa Fancy Nanzala. Mimi ndiye mama kiwanja hapa. Nimemkaribisha ninyi wote. Jana niliona mwokovu mzuri. Mkaniombea nikapata ushindi. Amen. Karibuni wote. Mtaniombea tu nyumba yangu inakuanga na msukosuko. Lakini wenye wanamtendea mema, Mungu atawapaka. Haya yote nashukuru Mungu. Wenye wanamtendea mema, Mungu ndiye ananijua. Wanafikiria nimeenda, tena wananiona mimi narudi. Haya yote mtaniombea. Asante. Leo,
Wema wako
kwa neno. Kwa hivyo sikia neno la Mwenyezi Mungu, maana yake nani? Mungu mwenyewe. Zingatia tu hilo na utabarikiwa zaidi. Apostle, karibu kwa heshima zote, tubariki. Unaposikiza unaingia kwa nyimbo mbili. Alipokuwa mji wa Yeriko, Yesu alipokuwa
Zaburi 44. Nataka uelewe tunaenda kufundisha nini. Yesu wa Nazareti napomzungumzia huyu, nataka kutoe mahali huko akwende sehemu fulani. Amen. Umefungwa nini? Laana iliyo mji huu nataka Bwana bila ameifunua lazima ionekane wazi. Halafu watu waondoke kwa hiyo laana. Watu watubu kwa laana ya ukoo. Vitu vilivyofunga watoto wetu. Haleluya. Kwa maana wangekipokea kitu na hiyo pepo hushuka mbele yao. Kitabu ni Zaburi 44. Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu walituambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Yaani tulisikia baba zetu wakituambia kazi uliyofanya. Amen. Ndio unapoona Bwana anapofuka tulisikia. Ndio unapoona Mungu anaposhuhudia mambo ya mji huu. Sisi hatukuwa tumejua, lakini baba zetu walishuhudia hayo. Amen. Matendo ilikuwa matendo maovu tena matendo mabaya. Haleluya. Tulishuhudia, lakini hii Bwana alitenda matendo mazuri. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa ukawakalisha wao. Ulifukuza mataifa ndani ya watu ukawakalisha wao. Amen. Aliwafukuza wale mataifa walikuwa ndani yenu. Unapoona mtu ameokoka, yeye bado yuko kwa mataifa, ndio unapoona anafanya vitu kinyume cha Mungu. Amen. Hiyo toka ndani kwa maana si yako. Badilisha mwenendo wako. Amen. Wewe uliwatesa watu wa nchi ukawaeneza wao. Yes. Maana si kwa upanga wao walivyomiliki nchi, wala si kwa mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kiume, na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uniwaridhia. Yesu aliwaridhia sasa. Amen. Si kwa ajili ya upanga walio nao, wala laana walio nayo. Kwa mkono wa Bwana watabadilishwa wao wapya. Amen. Unapoona mtu ufungwa kufika kiwango hicho, hiyo tayari ni pepo liko katika mji huu. Na tunataka tulifukuze kwa jina la Yesu. Tulifukuze kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ili niondoke watoto waondoe njia, pasipo na njia waone njia yao. Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu, uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Yaani uagize mambo, wewe ndio mama, uagize wokovu wa Yakobo. Amen. Yaani Bwana alete wokovu, watu watoke katika mila za mapepo, watu watoke katika vifungo vya laana, vitu vya ukoo. Amen. Yeye alituagiza watu tufunguliwe. Kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu. Kwa nguvu zake tutaangusha watesi. Waliokatalia mbele yako tutawaangusha. Mapepo waliofunga njia zako tutawaangusha. Magonjwa waliokuwekea tutaangusha. Watesi walio mbele yetu lazima wataondoka kwa jina la Yesu. Kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Watupingao tutawakanyaga. Wale mapepo waliokupiga tutaikanyaga. Wachao wanaotupinga tutakanyaga hao. Wale watesi watu tutawakanyaga sasa. Maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa, bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu. Upinde wangu wala upanga wangu hautaniokoa, ni yeye Bwana aliyetuokoa na watesi wetu. Amen. Lengo ni wokovu, kae ndani ya Kristo. Bwana atakutoa mahali ukakosa panapo nafasi yako. Vita vinavyojipanga kupigana nawe, Bwana atapigana nao. Yesu atapigana nao. Wanaosema watamaliza wao hawatakumaliza tena. Bwana atapigana na hao adui wako. Bali wewe ndiwe uliotuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Yaani waliotuchukia uliwaaibisha. Yeye ndiye aliyotuokoa na watesi wetu, na waliotufanyia nini? Waliotuchukia umewaaibisha. Walipata aibu. Amen. Waliosema sisi tumepotea, hao wataaibika. Amen. Sisi tunatumaini ya Yesu tukubariki. Vitu vyote waliolala ziliotoka kwa mkono wako, Bwana akurejeshee kitu kwa mkono. Akutoe kwa jamii ya laana. Akutoe katika laana ziliofunga wengi. Wewe na njia pasipo na njia. Akupee njia. Amen. Tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru milele. Tunajisifia Bwana.
kutwa, na jina lake litasifiwa milele. Amen. Yaani tunajisifu kwa jina hilo. Tunakaa tukielewa Yesu wa Nazareti anapokaa mbele yetu, adui wetu ataaibika tunaposhinda. Amen. Lakini umetupa, umetufedhesha, wala hutoki na majeshi yetu. Ametutupa wala hatoki na majeshi yetu, tuende tupigane na adui. Waturudisha nyuma, tukampa mtesi kizoko. Yes. Watuchukiao wanatupatia mateka. Yaani watuchukiao wanajipatia mateka. Hii aliyokutupatia kwako atapata mateka. Aliyokutenda yeye atatekwa. Aliyofunga wewe atafungwa. Kama gereza atatoka huko wewe. Hata kama weka jehanamu wewe utatoka huko. Aliyosema wewe faulu kwa jina la Yesu unaenda kufaulu. Umetutoa kama kondoo tuwe chakula na kututawanya kati ya mataifa. Yes. Wagusa watu wako bila kupata mali. Yaani anauza watu wako bila kupata mali. Yes. Unapoona roho wa Mungu kwa juu yako, nataka nikwambie aliyosema atamaliza wewe, yeye atamalizwa. Anaokutegea yeye atategewa. Anaosema utafaulu na kwa jina la Yesu utaenda kufaulu. Haleluya. Aliyosema safari yako haifiki, nakwambia leo hii safari yako inaenda kupita. Wala hukupata faida kwa dhamani yao. Umetufanya kuwa lawama kwa jirani zetu. Tumekuwa lawama kwa majirani zetu. Ametufanya tumekuwa lawama. Tunapookoka tunaitwa lawama. Lawama zinajaa watu wanaona tumepotea, lakini sisi tuko kwa njia. Haleluya. Unapokutania uko kwa njia, uko kwa njia. Haleluya. Nakwambia watoto lazima wabadilike. Watoto kwa vitu vya uchumba, vitu vya ukoo. Wale watu wa chumba walikuwa na mapepo yao. Mapepo itoka watoto wao wapya. Amen. Kwa maana hiyo ni laana inapotoka watu hawawezi mama, kwa maana walishikwa mateka. Mzaa na dhiaka kwao wanaotuzunguka. Yes. Umetufanya kuwa midali kwa mataifa, sababu ya kutikisa kichwa kwa watu wa nchi. Yaani tumefanya tuko midali kwa mataifa. Yaani kutikisa kichwa. Nataka nikwambie leo hii, anaokuona na nakudharau, Bwana atafungua njia. Pasipo na njia, njia inaenda kufunguliwa. Baraka uliyonyang'anywa zitakuja kurejeshwa mkononi. Kwa maana yake ilifungwa kutokujua. Mungu Yesu ndiye anaweza kufungua peke yake. Kwa sauti ya mwenye mchana kutwa, fedha yangu mbele yangu. Yes. Na haya uso wangu imenifunika. Yes. Kwa sauti ya mwenye kulaumu na kukufuru, kwa sababu ya adui na mlikilipiza kisasi. Yeye mlipiza kisasi kwa kukufuru. Nataka nikwambie leo hii, Yesu wa Nazareti alishuka juu yako. Leo hata walio mbele yako, wingu la utukufu lilishuka. Uwe na magonjwa utaponywa. Uwe na vifungo utawachiliwa. Uwe na ukoma utaenda. Uwe na ukimwi utaponywa. Kwa mambo waliokuwekea kansa itaenda. Unesha itatoka kwa jina la Yesu. Haya yote yametupata, bali hatuta kulialifu agano lako. Tutamsahau? Hapana. Anapotutendea tutamsahau? Matendo ya Mungu tutayasahau? Kwa maana hatukuhalifu agano lake, hatukuliibia. Sisi tulikuwa na njia na mwendo tukienda. Amen. Tunapoona adui wetu lazima elewe, sisi ni watu wa kufunguliwa. Sisi ni watu wa kufungwa. Kufungwa kwetu hakuko leo. Aliyofungwa afunguliwe mara moja. Aliyokuwa kwa gereza awachiliwe mara moja. Aliyoshikwa mateka itoke. Kwa maana tuna tumaini. Hatukuiacha mioyo yetu irudi nyuma, wala hatua zetu asikuiacha njia zako. Yaani hatukuacha hata tukarudi nyuma. Tunapoona tunapoteseka, tunapoona Bwana, tunaangalia mbele. Haleluya. Hatuwezi kwenda kwa watu wengine. Hatua tulio nayo ni mtu kukombolewa.
kutuponde katika kao la mbwa mwitu, Yes. na kutufunika kwa uvuli wa mauti, ikawa tumelisahau jina la Mungu wetu au kumnyoshea Mungu mgeni mikono yetu. Je, Mungu hata lichunguza neno hilo? Mungu hata peleleza neno hilo. Tukienda kwa Mungu mgeni, hata chunguza neno hilo. Kama tutakataa tuende kwa Mungu mingine mingine mgeni, hata chunguza neno hilo. Mungu atachunguza mambo yote, mateso yako. Mungu atachunguza kazi yako, mateso yako aliyo nayo Mungu anaenda kuichunguza. Watoto wako waliofungwa wanaenda kufunguliwa. Mungu atachunguza neno hilo. Kwa maana nilitoka wapi? Kama nilitoka kwa wajomba nirudi huko. Kama nilitoka kwa jamii, toka kwa jamii. Wewe Bwana simamize wewe. Maana ndiye azijuaye siri za moyo. Hasha kwa ajili yako tunaumwa mchana kutwa, tunafanya kondoo waendao kuchinjwa. Yes. Amuka Bwana, mbona umelala? Ondoka, usitupe kabisa. Amuka Bwana, unalala. Usitutupe kabisa. Tunatembea kama kondoo tunaenda kuchinjwa. Nataka nikwambie leo hii, sisi hatutakuwa kondoo za kuchinjwa. Tutakuwa tena kutembea tukiwa hai. Adui wetu anaposimama mbele yetu, Bwana anaenda kupambana na adui wetu. Amwambie hawa ni watakatifu. Kama umeokoka usiwende na wasiwasi, angalia mbele. Haleluya. Fanya Mungu ukiwa umejitokeza kufanya. Amen. Hatutarejea nyuma. Watu kama sisi hatutarejea nyuma. Sijui wewe, lakini sisi hatutarejea nyuma. Sisi tutaangalia mbele. Maneno ya kurejea nyuma ilipita na wakati. Hata kuliko nane hiyo tena, Bwana ako pamoja nasi. Mbona unatuficha uso wako na kusahau kuonewa na kudhulumiwa kwetu? Yes. Maana nafsi zetu imeinama mavumbini. Yes. Tumbo letu limekandamana na nchi. Yes. Uondoke uwe msaada kwetu. Ondoke, pigie Bwana makofi. Ondoke uwe msaada kwetu. Amen. Bwana aondoke na uwe msaada kwetu. Amen. Aondoke na uwe msaada. Kwa maana sisi hatutarudi nyuma kwetu. Amen. Utukomboe kwa ajili ya fadhili zako. Yes. Atukomboe kwa ajili Fadhili zako. atakuwa amefadhili kwa uzima, atakuwa amefadhili kwa na baraka, atakuwa amefadhili biashara yako, atakuwa amefadhili watoto wako. Aondoke na kuba kwa ajili ya fadhili zake. Amen. Tena nikwambie, ukikaa ndani ya Yesu elewa ya kuwa aondoke, akufadhili, akuponye na kuinua. Amen. Amen. Najua mlikuja na masikio. Ama Mungu anapigia. Unahitaji Mungu akutendee. Sema sana na Bwana.
idole landegelari disi pale nsiji lote leba sata idole landegelari delewa. Jua ni mwana wa Mungu. Na jua ni Yesu. Unaposhuka Bwana, gusa kila moja. Gusa kila moja. Chukua fimbo yako. Kuokoa watu waliokaa katika mauti. Ondolea hao. Ondolea hiyo. Ondolea mauti mbele yao. Ondolea hiyo. Waliopanga na vifo. Vifo vyote vinatoka. Waliofungiwa magonjwa. Ziliyofunga. Leo nataka Baba ushuka. Shuka wachilia uwepo. Chilia wingu la moto hilo. Chilia la moto. Chilia udege moja. Chilia uwepo wako. Chilia. Chilia seta kagarama. Ibuchilia Baba reba satare Baba reba satare mazarema. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni Yesu. Aliyofungwa funguliwe. Aliyoshikwa mateka wachiliwe. Aliyo katika gereza ngoa yeye Bwana. Aliyo katika gereza. Gereza magonjwa ngoa hiyo. Kareso ntenzi glory. Disai. Hisambare Baba reba santare Baba reba santare Baba. Habari jioni wewe mwenyewe. Unaposhuka katika hekalu. Umesema umeshuka kuokoa watu. Kuna magonjwa tunatoa. Unaokoa ngoa. Magonjwa mateso ngoa. Magonjwa kufa wewe ngoa. Magonjwa kuanguka chini ngoa. Ndio ukongoa. My honor is a power in the land. You are my home. That you are in fire. Unapogusa mtu. Daka moja tu. Wachilia mtu. Sekendi moja tu. Wachilia mtu. Aliyofungwa na kamba. Hizo kamba kata. Aliyoka katika gereza. Hiyo gereza ngoa hapo. Aliyoka katika magozu wa. Aliyowekea mauti zote. Aliyoweka upanga wao. Maisha yako itatulia. Kuanzia leo. Ndani yako na watoto wako. Lori, descend, tense. Ayuni atakilodi lema satare Baba reba satare Baba reba. Ibu chilia Baba reba satare Baba reba satare. Najua saa imefika. Sekendi moja hiyo. Fungua mtu. Fungua mtu. Fungua yote. Fungua ndio fungua. Aliyo katika gereza toe huko. Dunia hii leo hii. Sema ni upanga kuchinja hiyo. Chinja hizo. Chinja hizo. Chinja wako upanga. Kwa jina la Yesu. Bande. Sija barabara sena Baba reba sata. Imushiria Baba reba sata kilowa. Ndio ni mwana wa Mungu. Yesu anaweza. Baba yangu. Mabusia Mungu anaposhuka. Kila mtu awachiliwe. Baba yangu unapoachilia wingu lako. Wingu la uponyaji. Wingu la uwezo. Wingu la baraka. Aliyokuwa gereza toke. Ezekani piga huyo ibilisi. Piga huyo. Napoandaliwa sadaka za mashetani. Wanapoomba iwe sadaka. Hiyo masadaka Baba mwae masadaka. Masadaka anaposema. Kwa hiyo inge. Kwa sadaka
ilaridisa neta tiny lens ilaridisa mind. Lord deposita police cans gidadelema sata. Oyo dikiba tense. Pia nasema asante. Baba nasema asante. Baba sunguka mchi. Lana hiyo baba mwa. Tepo la waserati mwa hiyo. Watu waliochanganyikiwa mwa hiyo. Alika mji mwa hiyo Bwana. Yawe tuliokoyo mwa hiyo. Damu mbaya Mungu akalani. Kemea lana. Mwa hiyo lana. Nakuelewa baba. Nasema sasa. Umeingia mji. Utautembelea. Umesema utautembelea. Wala utakubali kutubu. Wataona neema ya Bwana. Fimbo itashuka mji. Fimbo itafunguka mji. Unalana hizo. Fimbo imeshuka mji. Baba nakuachia sasa. Umenipa ujumbe huo. Nasema asante. Asante Yesu. Nina neno la kuongezea. Utukufu kurudie. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwenye nguvu na mamlaka ni wewe. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Ulikuwa na sisi tangu Ijumaa Mfalme. Tunakushukuru kwa maana ni mwema. Tumekuona kipindi chochote. Mfalme, tumesema neema ni zako. Mfalme, uinuliwe ukatukuzwe Mfalme. Asante kwa ajili ya mafundisho Mfalme. Asante kwa ajili ya injili Yesu. Asante kwa uponyaji Mfalme. Tunaondoka mahali hapa Jehova. Turudi makwetu Yesu. Wewe pamoja na sisi Jehova. Bariki safari zetu Mfalme. Bariki safari zetu Jehova. Wanaenda kwa miguu wabariki. Wanaenda kwa gari Mfalme wapiganie. Wewe Jehova jina Mungu uishie milele. Asante kwa kuona stahili Mfalme. Nafunga hapa chini Mfalme. Lakini mbinguni Yesu katuombe.